Tunaye shekhe wetu murabbi, msomeshaji wa miaka mingi sana, wanafunzi wengi, kasomesha mbele ya shekhe wake, mwalimu wake Sharif Said Muhammad al-Baidh, akaridhiwa kiilmu na akaanzisha madrasa Gongoni ambao imetoa wanafunzi wengi, mchango mkubwa, wanafunzi wengi hapa Tanzania. Damu yake haijui ziada ya kusomesha, kumtaja Mungu tangu wakati huo mpaka leo. Sheikh Said Ali Hassan, ambaye kuna kasida moja ilisomwa hapa katika Samaa, nitamuomba atushereheshe hiyo kasida namna ilivyokuwa imechukua hadhara nzima hii. Basi hiyo atushereheshe Sheikh Said Ali Hassan kwa taadhima kubwa sana na kuelewa makamu yake. Lau si kwamba lazima nimpe maiki, mimi singestahiki kumpa maiki hii. Kwa nafasi yangu natambua kazi zako, natambua nafasi yako, lakini naomba upokee maiki hizi. Mwenyezi Mungu alete kila la kheri. Athman Kazi tunamtambua, usipate tabu kusema ndiye siye, yule gule, the whitest of all, yule gule Sheikh Athman Kazi. Kwa watu ambao unajua tasnia nyingi hapa, si ndio? Hawa ndiye siye mpaka mtapigana. Ndiye. Karibu Sheikh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا والشكر له شكرا، والصلاة والسلام على من طاب في الناس ذكرا، نبينا محمد وعلى آله وصحابته وكل من يتلو لله ذكرا. أما بعد، أصرح بالتذكير في كل محفل، وأدعو إلى كسب العلا كل مقبل، وأرفع بالتذكير صوتي لعله يصادف شخصا عن رعونته خلي. السادة الحاضرون، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، ndugu yangu ambaye amezungumza faharaka almashaa'ir kwa maneno yake yalikuwa mazuri. Haya majina na taathir, tumesikia ni nani? Athman Singa. Nafikiri Kiswahili ni kuondosha uchafu. Mbona hukujisinga wewe? Kwa hiyo alhamdulillah, ismun ala musamma, ametuondosha uchafu. Mtume alayhi salatu wassalam, tukisoma sira yake na tarehe yake, kama ghayyara min asma, majina ya wangapi aliyoyabadilisha kwa sababu dalala yale majina yalikuwa sio mzuri. Kwa hiyo kuna majina mengine unapoyasikia ya kupa maana. Kwa hiyo alhamdulillah kwamba tumesingwa vizuri, tumeshafishwa vizuri, tumewekwa mahala pazuri, na shekhe ameniamrisha, siseme ameniomba, nizungumzie kwa ufupi kasida iliyosomwa hapa katika kasaidi nyingi zilizosomwa, lakini katika
aliwazungumza ndugu yangu imenikumbusha jambo. Siku moja niko Yaman, na walillahi alhamd, Yaman nimekwenda mara 4, na alaka Mwenyezi Mungu alionipa na Hadharamuti ni kubwa sana. Barobaro wangu alokuwa hafidhul Qur'an al-Karim akiwa na umri wa miaka 18 nilimpeleka kule kusoma. Mungu akamchagua akafa shahidi kule, akasimamiwa na Habibu Omar, kuoshwa na nini na kuzikwa Zambal. Mkitaka kujua tarehe yake yuko hapa, ambaye amesoma tarim. Mabana wote tunawataja kina Sayyid al-Faqih al-Muqaddam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, na mabana wengine wote wamezikwa hapo. Na mwanangu mimi wa Kiafrika akabahatika na yeye akaenda akazikwa karibu na mabwana. Kwa hiyo nilikuwa Yaman safari moja, nikamsikia al-Habib Ali bin al-Jufri, Habib Ali bin Abdurrahman al-Jufri akizungumzia kisa hiki ambacho chafanana na baadhi aliyotaja ndugu yangu hapa. Maulana al-Sheikh Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi, huyu ni mwanachuoni mkubwa sana. Siku moja kule Masri alialikwa mahala, lakini ikawa hajapata nafasi ya kwenda kule alikoalikwa, na wale ikawa walioalikwa na shauq, mata yaati Sheikh al-Sha'rawi, mata yazuruna Maulana al-Sha'rawi. Ikatokea nafasi, ikisha nimemsikia al-Habib Ali al-Jufri Tarim Yaman akikitoa kisa hiki. Na Habib al-Jufri mwanachuoni mkubwa huyu, mimi katika silsila kuvaa kilemba, yeye ni mmoja alionivisha kilemba kwa mkono wake nyumbani kwake Yaman. Bas asema Maulana al-Sha'rawi alipokwenda kule alikoalikwa, alipokurubia pale mahala, watu waliinua ile gari iliyombeba Sheikh Sha'rawi juu kwa juu. Gari wameibeba kwa leo Sheikh tumempata, leo Sheikh amekuja kuzuru mji wetu, sio kumbeba Sheikh, gari. Basi alikwenda akafanya ziara yake. Sasa aliporudi, na huna ndio mahallu shahid, ilipokuwa Sheikh Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi arudi, alipofika mahala petrol station, gari lisimama, akaenda hammam kujisaidia, lakini akachukua muda mrefu. Kijana chake akawa na mushkil kidogo, mbona mzee amechelewa, pengine pressure au sukari au nini zimempanda. Akenda akifika kule chooni, ameshika brashi ashafisha choo. Maulana al-Sha'rawi al-alim al-kabir, tena wajua vyoo vya barabarani, si ndio? Sio cha nyumbani, hata cha nyumbani hawezi kushafisha mwenyewe. Sasa cha barabarani, ule atafanya haja kusimama, yule atafanya hivi. Nini kilichompekea kufanya hivyo? Alipoulizwa akasema, nafsi yangu pale gari ilipobebwa kidogo ilijisikia, ikafanya alfakhfakha wa. Kwa hiyo kidogo nataka kuidhalilisha, kuinyongesha. Unzur ila hadha tawadhu. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. تواضع watu nafsi zao ilivyokuwa hawakuzi, subhanallah, sijui niseme nini. Wakati umekwenda sana, na aliloniamrisha shekhe ni kubwa sana. Na hapa namwangalia Sheikh Isa ambaye ndiyo nuru ya Hedaru. Laula Sheikh Isa lama dhahaba Sheikh Yusuf wala ma jaa. Lau si yeye Sheikh Yusuf asingelikuwa ni Sheikh Yusuf. Na Sheikh Yusuf, alafa minnak habibi, nina kasida nimeiandika, nimekutaja wewe na nimemtaja Sheikh lako, lakini sikuja nayo. Naomba kesho nipangie mahala, hata kama dakika 5 niitoe. Ni ya wewe ambaye ni tunda, na Sheikh ambaye ndiyo mti uliotua tunda hilo, na kuisifu Hedaru. Kuusul ilmi wattaqwa tudaru
بإخلاص وجد فيه دار. هذا هو المطلع. zingine tena mpaka nishike karatasi, lam ahfadh alqasida, lakini kesho ule wakati na mahala Sheikh atakunipangia, sababu kasida ni yeye tunda na mti huu ambao ndio uliotoa tunda hili. Ndugu zangu, maneno ya kusema ni mengi na mwanadamu hakosi ya kusema. Alhabib Said Hassan Badawi alikuwa akisema, lau utachukua watu wawili wafunge, hawana kitabu cha kusoma, hawana gazeti, hawana TV kuangalia, hawana redio kusikia, lakini hawatokosa ya kusema. Saa wakinyamaza wamechoka tu, sio kwamba hawana ya kusema. Kwa hiyo mwanadamu hakosi la kusema, lakini tunatakiwa tuchague nini la kusema. Kasaidi hizi ambazo kwamba tumetolewa katika samaa, na samaa yataka maelezo makubwa, hasa zikija fitna zenye kupinga majalis kama haya na kukataa vitu kama hivi, tujue namna ya kuvitetea, utetezi ambao kwamba ni sahihi. Samaa. Alhabib Said Ali Badawi, katika wanazuoni wetu wa Afrika Mashariki, Lamu, ambaye alikuwa akija Tanga, Sheikh Muhammad bin Ayub akaenda mbio, lakini la kusikitisha kwa wengine hapa, Sheikh Muhammad bin Ayub hata hawamjui. Licha Habib Ali Badawi, Sheikh Muhammad bin Ayub hata hawamjui wengine, au wengi labda. Lakini kama hukumuona yeye, waangalie waliomuona kina Sheikh Isa wako, njoo muulize alikuwaje Sheikh Muhammad bin Ayub. Kina Sheikh Al-Jamzuri, Abdallah Jamzuri wako pale, nenda ukaulize hawa watu waliishi vipi, walikuwaje. Al-Habib Ali Badawi amesema, sahha qawlun inna as-samaa dawa'u lijamii al-amrad fihi shifa'u lakin an-naf'u 'inda ashabi dhawqin wa tiba'in salimatin la khafa'u. maneno Al-Habib Ali Badawi mmemuona mimi marat wa karat. Sahha qawlun inna as-samaa dawa, limesihi neno kwamba samaa ni dawa. Haya ni maneno yataka maelezo marefu ya Al-Habib Ali Badawi. Tukija kwa mwanachuoni wetu ambaye Sheikh amemtaja hapa, al-allama ad-da'i al-mutajawwil Sayyid Muhammad al-Bidh, na yakaandika an-nayu wat-tar wal-mirwasu tuhina wa tudhhibu ash-shajwa 'anna thumma tashfina. Qasaid zimeandikwa ni ulama, lakini kuna hii ambayo kwamba nimeamrishwa nielezee, alioandika Sheikh Muhammad bin Ali al-Maawi, mwanachuoni mkubwa katika wanaozuoni wa Lamu. Hata sisi kuisoma ilmu al-arudh Sheikh ameniamrisha kwa ufupi, lugha sio kuombana hapa, ya kuamrishwa. An-nayu wat-taru wal-mirwas tuhina wa tudhhibu ash-shajwa 'anna thumma tashfina. نغمة الحبيب حسين بدوي، قصيدة العلامة سيد محمد البيذ. ukianza kunitunza nitaimba zaidi, hatumalizika na leo wala kesho. Barakallahu fik. Ndugu zangu, wazee wangu, Sheikh Muhammad ibn Ali al-Maawi, mwanachuoni huyu mkubwa wa Lamu, ambaye hata sisi kuisoma Fannul Arudh tulisoma kupitia kitabu chake Sulamun Nuhul ila irtiqa'i daraja al-arudh. Hiki ni kitabu amekitunga yeye, na ndicho tulichokisoma kupitia fani hii ya arudh, ambayo walillahi alhamdu tukitaka kuzungumzia arudh qasaid tuzoandika, tumesoma Masri, magazeti, Majallatul Azhar, Majallatul Muslim, wakatoa kasida zetu Dubai, kula, yani sijui nizungumzie wapi.
lakini tumesoma kupitia kitabu chake Sheikh Muhammad bin Ali al-Maawi Sulam an-Nuhul ila irtiqai daraja al-Aruf. Alikuwa mwanachuoni mkubwa sana, alikufa mwaka 1380 ndio mwaka alokufa bwana mkubwa kama huyu, ardhi ya Lamu. Yeye alikuwa ni mwanafunzi wa Al-Habib Saleh ibn Alawi ibn Abdullah Jamal al-Layl. Al-Habib Saleh alikufa mwaka 1354 Hijria, ndio mwaka alikufa Al-Habib Saleh. Mtoto wake ambaye kwamba ni Sayyid Ahmad al-Badawi, ambaye mtoto wake wa mwisho alibakia ni mwalimu wetu Sheikh letu Sayyid Ahmad al-Badawi maarufu mwenye baba, alikufa yeye baada ya babake kwa miaka 4. Al-Habib Saleh 1354 ndio alikufa Al-Habib Saleh. Al-Habib Ahmad al-Badawi 1358 na ndio mwaka aliozaliwa mwenye baba, sababu mwenye baba siku aliozaliwa ni ile siku alikufa babake. Hii ni tarikh na yako mengi, lakini wakati hautoshi kuyazungumza haya. Na hii kasida imewataja hawa, imemtaja Al-Habib Saleh, ikamtaja Sayyid Ahmad al-Badawi, ikamtaja Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi ambaye yeye alikufa mwaka 1333. 1333 ndio mwaka alokufa Al-Habib Ali al-Habshi Hijria, na mwaka huu ndio mwaka alozaliwa Al-Sheikh Muhammad bin Ayyub. Tarikhi ambayo kwamba tumeandika Arwa'ul Bayan wal Uslub fi tarikh al-allamati Al-Sheikh Muhammad bin Ayyub. Nenda ukaangalie mwaka alokufa Al-Habib Ali al-Habshi ndio mwaka alozaliwa Al-Sheikh Muhammad bin Ayyub 1333 Hijria. Ulama kama hawa na maneno yao ambayo ulama watuambia kalamu sadat sadatul kalam, kalamu sadat, maneno ya mabwana, sadatul kalam, ndio mabwana katika maneno. Sisi tukizungumza na mabwana wakizungumza, basi maneno yao kwa kwao ni mabwana yatakuwa mbele, maneno yetu kwa kuwa sisi si mabwana yatakuwa nyuma. Kalamu sadat sadatul kalam. Sheikh Muhammad ibn Ali al-Maawi, kasida hii ambayo nakumbuka Lukozi nilisoma kidogo nikasherehe baadhi ya vitu, asema li fi samai liqasidihi kalamu yubdihi minni lilmuhibbi nidhamu inna as-samaa idha taqarrara indahu adabun wa husnul qasdi wal ihkamu وتوافق المعمول فيه وكان في صدر المقام معظم وإمام من أهل معرفة وأسنى سيرة والحاضرون عن السوى نوام يشفي القلوب ويرتوي الصاد به قد أحرقته لوعة وغرام وتهيج أشواق به ولا ربما جذب المريد كتاك أو جذب المريد فيعتريه هيام إلى آخر القصيدة. قصيدة هي لي في السماء. katika mambo ambayo mimi namuomba Mwenyezi Mungu Subhana aniwafikie ni kuisherehe hii kasida. Kitambo nina nia hiyo, basi mambo na safari na ugonjwa ndio, lakini nataraji dua zenu mnaombee hii kasida. Nina raghba qawiya shadida fi sharhiha wa tawdihiha wa bayani maaniha. Kasida hii ni kasida kubwa sana. Li fi samai liqasidihi kalamu. Asema Sheikh Muhammad ibn Ali bin Muhammad, yeye alikuwa ni mwanafunzi wa Al-Habib Saleh na baba yake alikuwa ni mwalimu wa Al-Habib Saleh. Soma ile tarikhi ya Al-Habib Saleh imeandikwa, iko kwa mwenye kuitaka, na haya yote lau si Al-Habib Saleh yasingelikuwa. Ndio alioitia nuru Lamu, akaitia nuru Kenya, akaitia nuru Tanzania, Afrika Mashariki. Nasaba yetu ya kiilmu yote yarudi kwa Al-Habib Saleh ibn Alawi ibn Abdullah Jamal al-Layl. Li fi samaa, asema nina mimi katika hii samaa, liqasidihi, kwa wale wenye kuikusudia samaa ambao ni mimi na wewe na mfano wetu. Kalamu, nina maneno nitaka kuwazungumza kwa wale wanaohudhuria katika samai.
yubdihi minni lilmuhibbi nidhamu, itadhihirisha maneno hayo kwa yule mwenye mahaba nidhamu, yani kwa nadhm, nitatunga si maneno ya nathri, nitatunga kwa nadhmi. Na akaanza akasema, inna samaa idha taqarrara indahu adabun wa husnul qasdi wal ihkamu wa tawafaqa al ma'mul fihi wa kana fi صدر المقام معظم وإمام من أهل معرفة وأسنى سيرة والحاضرون عن السوى نوام يشفي القلوب. akataja sharti 6 za samaa, zikipatikana ndio sharti itafanya kazi. Hii samaa ndio itafanya kazi. Ikiwa mimi situbiki, sibadiliki, ni maana nimekosa hizi sharti. Sikiliza maneno haya na uangalie kasida ambayo pengine tuimba usiku na mchana, yaimbwa kula katika hadhara samaa, lakini sisi maradhi tuliokuwa nayo siku hizi ni kutotadabburi yale maneno na maana yake. Pengine tuathirika na sauti, lakini maneno hatuelewi maana yake ni nini. inna samaa idha taqarrara indahu adabun, samaa ikiwa itathubutu mbele ya samaa adab, yani ifanywe samai na watu wamekaa kiadab. Hili siku hizi hakuna, limekosekana sana, na kama liko basi ni sehemu fulani. Utaona watu kwenye hadhara za samaa, ule uzungumza, ule ana simu, ule ufanye hili, adab imekosekana. Kama iko ni sehemu ndogo. inna samaa idha taqarrara indahu adabun, samaa ikithubutu mbele ya samaa adab, watu wakawa wamekaa katika hadhara, wa kulluhum adab, na kila mmoja amekaa kwa heshima. shartu alawwal, inna samaa idha taqarrara indahu adab, kisha wa husnul qasdi, na makusudiwa mazuri. Lengo tufanya kesho tuna maulid, sababu kama tulivyosema kule Lukozi kwamba mara nyingi samaa haifanywi lidhatihi. Samaa tuifanya kesho tuna maulidi, tuna harusi, tufanya samaa. Sasa wa husnul qasd, kesho tuna maulid, wa husnul qasd tuna harusi, wa husnul qasd tuna mgeni mwanachuoni tumpokea, wa husnul qasd yote ingia. Muhimu iwe ni makusudiwa mazuri. Si lazima kesho tuna maulidi, kesho tuna harusi, la, tuna mgeni mtukufu tumpokea. Husnul qasd lipatikana na hilo. Kwa nini tufanye samaa? inna samaa idha taqarrara indahu adab wa husnul qasdi, kisha wal ihkamu, ambao ni mastari ya ahkama, yuhkimu ihkaman, amekifanya kitu kwa uzuri, kitu kwa nidhamu, kitu kwa mipango. Sharti 3 hizo. inna samaa idha taqarrara indahu adab wa husnul qasdi wal ihkamu. Akaendelea akasema, watawafaqa alma'mulu fihi, zikawafikiana zile zenye kutendeshwa kazi. Nini maana yake? Qasba ni alma'mul, tari ni alma'mul, sauti zile ni alma'mul. Sasa we qasba na tari na sauti zenda sambamba kwa lugha ya Kihuku au ya Kileo, lakini sangine ikawa qasba yapigwa wenye sauti wale kuimba kinyamaza, utaona kasba kwingine iko magharibi, sauti ziko mashariki. Hapa itakuwa hakuna tawafuq al-ma'mul. Watawafaqa al-ma'mul, zile zenye kutendeshwa kazi ziwafikiane. Sauti na Uislamu haupingi sauti mzuri. Qur'ani yatakiwa tuisome kwa sauti nzuri, ahadith kadha wa kadha, adhana tuziadhini kwa sauti nzuri. Kuna kisa tumepokea kwa walimu zetu. Kuna mfalme mmoja zamani alikuwa na Misri kutembea. Mfalme aliyoko Misri akampokea akamtembeza, wakafika mahala, ikawa umefika wakati wa adhana, ukasikia adhana. Sasa ule mgeni aliposikia adhana akamuuliza yule mwenyeji, ni nini hiyo? Akamwambia hiyo ni sauti ya mtu aita watu kwenda kuswali. Ule mgeni akamwambia, Waislamu mna bahati nyinyi, ikiwa kwenda kumwabudu Mungu waitwa kwa sauti namna hiyo, mna raha sana. Basi wakaendelea, hiyo ni adhuhuri, wakenda wakafika mahala akamsikia bwana ameshika speaker, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ule akamuuliza, na huyo naye ni sauti ya nini hiyo?
Sasa ule mwenyeji akaogopa, sasa akaambia huyo aita watu kwenda kuswalia janaza. Kuna jeneza hapo, aita watu kwenda kuliswalia jeneza. Sauti zina athar, sauti zina athar. Kwa hiyo Uislamu upingani na sauti mzuri kwenye kusoma Qur'ani. Zayyinul Qur'ana biaswatikum laysa minna man lam yataghanna bilquran. Tuwadhini kwa sauti mzuri, kasida tuzitoe kwa sauti mzuri. Watawafaqa alma'mul, zile zinazofanyishwa kazi sauti, kasba na matarial zende sambamba. Hiyo ni sharti ameitaja Sheikh Muhammad bin Ali al-Maawi. Watawafaqa alma'mul fihi wa kana fi sadri almaqami mu'azzamun wa imamu, na iwe katika makamu yale, katika ile hadhara kuna mtu wa kuheshimiwa, kuna mtu wa kutukuzwa, ambaye kwamba kule mmoja muangalia yule, akimwambia kaa atakaa, inuka atainuka. Na taban kwa hadhara yetu hii sadrul maqami ni Sheikh Isa, sadrul maqami mu'azzamun wa imam. Kwa hadhara yetu hii na siku yetu hii, yeye ndio sadrul maqam. Lazima iwe kuna sadrul maqami katika ile hadhara, tena mu'azzamun wa imamun min ahli ma'rifatin wa asna siratin, awe ni mtu wa maarifa, kumjua Mwenyezi Mungu, sera yake nzuri, nyendo zake nzuri. Kisha akamalizia sharti ya 6 ambayo ndio sisi hatuna kabisa. Walhadhiruna ani siwa nuwamu, na wale waliohudhuria kwa hiyo kwa samai hiyo melala, yani hawana fikra nyingine, hawana mawazo mengine ila ile samai tu. Sisi leo ambao kwamba tokana na simu hivi na hivi, kweli tuna mawazo na ile samaa? Walhadhiruna ani siwa nuwamu, angalia hilo. Wale waliohudhuria wamelala kwa yote, maana hawana fikra lingine lolote, wana fikra ya lile lile ambalo kwamba limewakusanya. Wazingatia yale maneno yanayosemwa, yamesema nini, huyu akusudia nini, mwanachuoni huyu, kasida hii imenisaidia nini, imesaidia nini. Walhadhiruna an siwa nuwam, yakiwa haya yashfil quluba, ndio samaa itapoza nyoyo. Na ndio litakuwa lile alilosema al-Habib Ali Badawi, sahha qawlun inna as-samaa dawa'u lijamii al-amrad fihi shifa'u lakin an-naf'u inda ashabi dhawqin wa tiba'in salimatin la khafa. Wenye kunufaika ni wale wenye dhauq, wenye adab, ambao kwamba wameacha yote, waliangalia lile, lakini uko kwenye hadhara waangalia hili na lile. Na saa nyingine pengine sio kama labda kwenye ile simu waangalie zuri, waangalie vituko vya dunia. Hasa itakusaidia nini wewe? Hii hadhara utapata faida gani wewe? Kwa hiyo leo kitu cha kusikitisha ni kwamba hadhara zetu zimekosa mwelekeo, sio zote, nyingi. Kwa hiyo mimi nina unwan ambayo nimeitangaza na nazidi kuitangaza. Hata juzi mwalimu wangu Said Ahmad Badawi, mwenye baba Mungu ampe afya, sukari imepekea mpaka amekatwa mguu na hali yake ni ngumu, lakini inshallah Mwenyezi Mungu hakuna ambalo kwamba kwake ni gumu. Tulikuwa na hafla Mombasa Jumapili iliyopita juzi, akawaambia kuna majukumu nimemwachia Said Ali Hassan ayasimamie na ayafanyie kazi. Majukumu yenyewe ni hadhara zetu leo zinavyokwenda, sivyo? Aliniambia fanya bidii, ukusanye walimu wenzako na ndugu zako, muangalie uendeshaji wa vitu hivi. Maulid tuyaendesha kinamna gani? Leo maulid mingine ukienda ni vituko. Katika maulid au kabla maulid kuna zafa au zefe kama tunavyoita Kenya. Utaona wengine kama vibonzo wamekuja anafanya vituko. Sisi tumeona zafa wakati wa Sheikh Muhammad bin Ayub, na watu wazima wamevaa kanzu zao za darizi na bakora, machozi yatakutoka. Sio leo tukupigana mateke, watu wapigana mateke, sio hadhara ile. Na kula watu wakipita mahala kuna mkusanyiko wa wanawake, kula mmoja atakujionyesha kama wewe ni simba sana, aruka sana. Hii sio jamani. Kwa hiyo maulid, zafa au zefe na samaa, na kuna kingine pengine huku kwetu hakuna, lakini kule huku hakuna, lakini kule kwetu kiko, chaitwa zaamuni. Ina matatizo hiyo, ina matatizo ikiwa yachezwa ni vijana wa kiume peke yao, pia ina matatizo. Sababu kuna wengine mabasha shekhe, masimba, mapaka duzi kama tunavyoita kule, huangalia vijana wa kiume tu.
Lakini sasa la maajabu kwamba kuna miji mingine hii zamuni ni vijana wa kike wanaoingia uwanjani. Iko miji mingine kadha wa kadha, vijana wa kike ndio wanaoingia uwanjani wakacheza, wamezungukwa ni vijana wa kiume kuangalia. Ni sera ya nani hii? Min aina atatna hadhihi sira? Hadhihi laysat sirat Muhammad. Hii sio sera mtume. Kufurahi ni sera ya mtume, lakini twende furaha zende kulingana na dini, sio zende kulingana na matakwa yetu na nafsi zetu. Kwa hiyo kuna mambo haya, maulid, samaa, masala ya zafa, masala ya zamuni, hivi ni vitu leo saa nyingine wale wanaotutukana wana haki kututukana, lakini pia na wao wakosea. Kwa sababu kwa nini kuangalia wale wabaya kuwafanya ndio kipimo? Na saa nyingine mtu aweza kuingia katika hadhara, lengo ni zuri, lakini akatoka kwenye mipaka bila kukusudia, ule hupewa udhuru. Mtume alayhi salatu wassalam alituelezea hadithi ya Imamu An-Nawawi katika Riyadhus Salihin na maimamu wengine, yule bwana aliyopotewa ni ngamia aliyokuwa anakula kitu chakula maji. Yule bwana uko jangwani, hakuna hoteli, hakuna lodging, hakuna chochote, akakata tamaa, ikawasubiri mauti tu. Akalala yule bwana kusubiri mauti. Sangapi atamjilia? Ngamia amekimbia, maji na chakula zote ziko katika mgongo wa ngamia. Yule bwana kulala, akifungua macho akamwona ngamia amesimama. Nini alisema yule bwana katika hali kama ile? Mtume alayhi salatu wasalam yahki lana dhalik. Yule bwana alinyosha mikono akamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, Mungu wewe ni mja wangu, mimi ndio Mola wako. Alisema hivyo yule mbedui, lakini Mtume alayhi salatu wasalam akamtetea akasema, akhtaa min shiddati alfarahi, amekosa kwa furaha nyingi. Maana kumbe furaha nyingi sangine husababisha kukosa pia. Kwa hiyo sangine utokea makosa kwa furaha nyingi, lakini mwingine yeye akiingia tu ameanza makosa, furaha nyingi hizo ziko hapo. Tusiharibu jamani zi hadhara. Leo zi hadhara za samaa, shukuruni Sharif Khitami amekufa. Sharif Khitami babak Said Mihdhar, ilikuwa ukifanya machezo kwenye hadhara hizi alikuwa kama hatukutolea macho, singine unaweza ukala bakora. Hii sangine sauti kuvuta mpaka kupita kiasi. Sharfuddini siku moja alimpiga bakora kijana mwanafunzi Riadha Alam kule, alikuwa kiadhini kwa ile tamtid, Allah tia bakora bwana, piga bakora msikitini, ni hakika ni waqi'. Sasa hata sauti kama Uislamu ataka targhib, lakini tuangalieni kwa vipimo. Vingine sangine huenda vikakosa vipimo. Kasida hii yataka kufanywa muhadhara, lakini na alikuwa sitaki nizungumza zaidi. Hapa nilipofika ni mbali sana. Kwanza kulingana na hali yangu, nimekaa kwenye hadhara, mmekula tembe hapa, lakini sikupenda kumvunja Sheikh Yusuf ambaye katika wanaoliunga jambo langu na kuifanisha hafla yangu ni yeye na walio nyuma yake wanazawia. Mimi nimekuja kwa hali ngumu ya ugonjwa, lakini nimesema wacha nende, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Sheikh, kama nimepata falillahi alhamdu, kama nimekosea kwanza namwomba Mwenyezi Mungu anisamehe, thania na nyinyi nanyi pia munisamehe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika introduction ilikuwa tumemvuka kumtaja ndugu yangu Ustadhi Twaha, Mwenyezi Mungu kumnyanyua, Mwenyezi Mungu azidi kumhifadhi na kumnyanyua. Lakini wakati shekhe anaongea, aliingia mkuu wa madarisi Shamsul Maarifi zote Tanzania, Sheikh Samir Sadiq hafidhahullah, na pia ameingia hapa. Mwenyezi Mungu azidi kumtwalishia umri, jeshi la mtu mmoja, jeshi Sheikh Mziwanda, Mwenyezi Mungu azidi kutuwekea.
Samaha kama tunavyoeleza kwamba inahitaji mambo marefu sana. Kwa hiyo hapo ndio mwisho, isipokuwa tu tuzungumzie utaratibu wa kesho.